ndivyo unavyozidi kuwa mtu wa pekee katika imani. Kwa hiyo unapokuwa na uwezo mdogo wa kuomba, manake wewe umeamua kujipunguzia kila ambacho Mungu anataka ukifikie. Sasa katika Samueli wa kwanza sura ya kwanza mpaka sura ya pili, kitu kikubwa kinachozungumzwa pale ni mchakato ambao Mungu mwenyewe alikuwa anasubiri mwanamke mmoja anaitwa Hana aufanye ili Mungu aingie katika majukumu yake ya kawaida ya utendaji. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa kwanza, simulizi inaeleza kuhusu maisha aliyokuwa nayo mwanaume mmoja anaitwa Elkana. Mwambie jirani yako Elkana. Elkana alikuwa na wake wawili. Mke mmoja alikuwa anaitwa Penina na mke wa pili alikuwa anaitwa Hana. Na katika safari yake ya maisha ya ndoa aliyokuwa nayo na hao na wake wawili, mmoja alibahatika kupata watoto na huyu mwanamke alikuwa anaitwa Penina. Lakini kuna mwanamke mmoja ambaye katika maisha yake yote, na kwa namna neno linavyozungumza, ndio maana nakusii uwe na wakati wa kulisoma. Neno linasema alipokuwa akipanda kwenye maombi mwaka kwa mwaka, huyu mwanamke alikuwa kila wakati anawasilisha hitaji lake kwa Mungu la kuhitaji mtoto. Kwa hiyo inawezekana kwa muda wa kipindi kirefu sana cha maisha ya Hana alikuwa hana mtoto, muda mrefu sana. Sasa huyu Elkana alikuwa na maisha ya kiucha Mungu, kama ambavyo sisi leo kila wakati tunakuwa na tabia ya kufika hapa kwenye ibada Jumapili au Jumatano au Ijumaa, tunamtolea Mungu sadaka, tunatoa zaka zetu au tunatoa vitu vyovyote ambavyo tunaamini Mungu atavipokea. Elkana alikuwa na maisha namna hiyo. Lakini wakati huu, wakati kitabu cha Samueli kinaandikwa, maisha yalikuwa kwamba watu walikuwa wanaishi maeneo ya mbali, alafu eneo la kwenda kutoa dhabihu lilikuwa ni moja tu. Kwa hiyo mwanaume Elkana alichokuwa anafanya ni kila wakati alikuwa anaenda kule anafanyia Mungu ibada, alafu anarudi nyumbani kwake. Anaenda kule anafanyia Mungu ibada, anarudi kule nyumbani kwake. Sasa wakati huu wote wa hii safari ya maisha ya Elkana, huyu mwanamke Hana alikuwa anahitaji la mtoto. Sasa katika kisa cha kitabu hiki cha Samuel kuna mambo manne ambayo inayaita kanuni za maombi, ambazo ukizifuatilia kwa karibu utagundua kwamba Mungu ameweka utaratibu wa kutisha sana, ambao kama hautaufuata inawezekana maombi yako yakawa ni maombi hewa. Kanuni ya kwanza ambayo neno linatufundisha, anasema kuomba katika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo inawezekana unahitaji la kawaida, labda chakula cha usiku, au unataka mtoto aende shule, au unataka uwezo wako tu wa uzalishaji katika biashara unazofanya uwe mkubwa, au kiwango chako cha kiroho kikue, au unataka kuwa mtu ambaye una tabia ya uaminifu. Hitaji lolote, jambo la kwanza ambalo lazima akilini mwako lihakikishe linatokea, lazima uhakikishe unaomba katika mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni mambo yoyote ambayo Mungu angefurahi wewe kama mwana wake uyapate. Kwa hiyo katika akili yako unavyosikiliza sasa hivi hapa, lazima uanze kujiuliza haraka sana kwamba haya mambo ambayo huwa ninayaomba, hivi ni mambo ambayo Mungu angependa mimi niyapate? Ni mambo ambayo ingekuwa furaha ya Mungu niwe nayo? Kwa mfano, mtu anamuomba Mungu kuhusu uaminifu, kwa asili kabisa utagundua aisee, Mungu anataka niwe mwaminifu. Kwa hiyo unaomba katika mapenzi ya Mungu. Unataka labda uwe ni mtu unayeweza kuvumilia. Kwa hiyo unajua kabisa unapoomba kuhusu uvumilivu, unaomba jambo ambalo hata Mungu angefurahi wewe ulipate. Angefurahi wewe na tabia ya kuvumilia. Angefurahi wewe na tabia ya kutokuwa una ukali labda, au una wepesi wa hasira. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo lazima uzingatie katika hii simulizi ni kwamba lazima uombe katika mapenzi ya Mungu. Lakini wakati huu Mungu alikuwa amefanya nini? Alikuwa amelifunga tumbo la nani? La Hana. Sasa ukisoma hichi kisa vizuri, kitu kitakachokushangaza ni kwamba wakati huu Hana anapomuomba Mungu mtoto, kulikuwa na kuhani alikuwa anaitwa Eli, na alikuwa na watoto wake wawili. Sasa Mungu alitengeneza utaratibu wa kutisha katika maisha ya huyu mwanamke anaitwa Hana, na mara nyingine ndio maana ni vizuri kujua mapenzi ya Mungu ili usiwe mtu wa kulalamika. Mungu alitengeneza utaratibu ambao baada ya muda alikuwa anajua anataka kuhamisha kuhamisha ukuhani kutoka kwenye familia ya Eli auweke kwenye familia ya Samuel. Na Mungu alichofanya baada ya muda kidogo, neno la Mungu baadaye linaonyesha alipozaliwa huyu kijana anaitwa Samuel, baadaye ikatokea vita Israeli. Ile vita ilipotokea, neno la Mungu linatuonyesha kwamba wale watoto wawili wa yule kuhani waliuawa, na baba yao alipozipata zile taarifa, naye akafa kwa sababu ya pressure. Lakini wakati huo huyu Eli anafariki, alikuwa tayari anamlea huyu Samuel kuwa kuhani. Kwa hiyo Mungu alikuwa ametengeneza kitu cha kutisha, na kwa mara ya kwanza ukisoma
utashangaa ni mtu mmoja tu. Mungu anasema, Samuel anasema na Mungu akaninong'oneza. Hivi unajua Mungu kumnong'oneza mtu ilikuwa ni maana yake Samuel alikuwa na mahusiano ya kutisha ya ukaribu sana na Mungu. Kwa hiyo Mungu alikuwa anajua anachokifanya, kwa nini alikuwa amezuia kile alichokuwa amekizuia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ana mkakati wa kutisha sana. Kwa hiyo unapoomba usiombe tu toka kwa jina la Yesu. Lazima uwe ni mtu ambaye katika akili pia unafahamu ni mambo gani ambayo Mungu amedhamiria. Kwa mfano tunaomba dhidi ya gonjwa la corona, kila mmoja anasema toka corona. Lazima tufahamu pia kuna kitu ambacho inawezekana sio tu gonjwa litoke, lakini inawezekana Mungu amedhamiria kuna somo anataka kulifundisha kwa ulimwengu. Inawezekana na wakumbusha watu fulani kuokoka. Inawezekana na ukumbusha ulimwengu kumtegemea Mungu. Kwa hiyo wewe unapoomba corona iondoke haraka kwa sababu unataka biashara yako ifanikiwe, lazima ukumbuke pia inawezekana katika mchakato wako wa kutaka biashara ifanikiwe, inawezekana Mungu anataka watu fulani pia waokoke in this time. Hakuna wakati ambao injili umehubiriwa ikawa na nguvu Marekani kwa mfano kama wakati huu. Ndio maana alipoomba huyu mwanamke aliomba katika lugha ambayo ni ajabu, akazungumza mambo ambayo baadaye akapelekea Samuel kuwa kuhani, na ndiyo yaliyokuwa mapenzi ya Mungu. Alikuwa anauvuta muda fulani ili kifike kipindi ambacho Samuel anaweza akalelewa na yule Eli bila Eli kuwa na jukumu la kuwalea watoto wake. Ilikuwa inabidi wakue kwanza, wawe na uwezo wa kuwa makuhani wa kumsaidia kazi baba yao, alafu achukue jukumu la kumlea Samuel. Kwa hiyo huyu mwanamke aliomba katika mapenzi ya Mungu. Jambo la pili katika kanuni za maombi ni kwamba lazima tuombe kwa uendelevu. Samuel wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 12 inasema, ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana. Neno la msingi hapa ni kuomba kwa kudumu. Kuna mambo hayawezi kutokea kwa sababu umeomba leo asubuhi. Neno ambalo linatumika kwenye Biblia ni kuomba kwa bidii. Ndio neno ambalo Biblia inatumia. Kuomba kwa mwenye haki kuwafaa sana akiomba kwa bidii. Kuomba kwa bidii maana yake kuomba mpaka uyaone matokeo. Sasa kuna mtu anaacha kuomba kwa sababu amechoka. Watu wanaacha kuomba kwa sababu wamejibiwa. Yaani unatakiwa uache kuomba kwa sababu umejibiwa. Hilo hitaji ulilonalo unatakiwa uache kuliombea, umejibiwa tayari. Baada ya hapo ni kumshukuru Mungu. Hila hitaji halijapatikana, wewe unaacha kuomba. Unakata tamaa kwa sababu labda unadhani umesubiri sana, kumbe hujui. Inawezekana zilikuwa zimebaki muda kidogo ili jambo litokee, lakini wewe umeacha kuomba. Kuomba kwa uendelevu kunathibitisha namna ambavyo una hasira una shauku, sio hasira, una shauku ya kukiona kile kitu kinatokea. Mtu anayeomba kwa uendelevu yuko kila asubuhi, kila jioni analiombea lile jambo mpaka alione, ni mtu ambaye anamthibitisha. Elia pamoja na uwezo mkubwa aliokuwa nao, jamaa alisimamisha mvua, uwezo wa kiroho maana yake. Lakini kitu kilichotokea mpaka mvua ikanyesha tena ni kuomba kwa uendelevu. Alikuwa ni mtu ambaye aliomba siku ya kwanza akaona kama vitu bado havijatokea. Akaomba mara ya pili, akaona vitu mbali. Mpaka mvua ilipoanza kunyesha. Kuna tabia unazo leo na wewe unazijua na watu wanakwambia si tabia wasi nzuri, au kuna mara kadhaa zimekufarakanisha na watu wa muhimu kwako. Lakini unadhani zitaondoka kwa sababu wanakwambia hii tabia sio nzuri. Hamna kitu kama hicho. Hii tabia haiondoki na watu wanasema huyu labda ana mizigo, sio ana matatizo gani? Alilewa, watu walimrushia matatizo. Kwa huo wako hivi. Hakuna kitu kama hicho kwenye imani. Kwenye imani kuna matengenezo yanayotokana na maombi ya uendelevu. Pointi ya tatu tunasema kuomba kwa imani. Neno la Mungu katika Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 11. Mstari wa 11 unaonesha maneno ambayo Hana anayatumia kueleza hitaji alilonalo mbele za Bwana. Kuomba kwa imani. Kuomba kwa imani maana yake unaomba huku ukiwa na uthibitisho binafsi ya kwamba yale ambayo Mungu ameahidi kupitia neno lake na yale ambayo unajua Mungu angependa wewe uyapate, unayapata. Yaani kuomba kwa imani maana yake ni kusema kwamba kile ambacho Mungu amekisema una haki ya kukipata. Ambacho unajua hiki kingekuwa ni furaha ya Mungu mimi nikipata. Unaomba ukiwa na uthibitisho binafsi ya kwamba hichi kitu kitatokea. Ukiwa na uthibitisho kwamba Mungu aliyesema hivi, kwamba niombe neno lolote kwa jina lake naye atafanya. Unaomba kwa uthibitisho kwamba Mungu aliyesema hiki hajajaribu kututania. Yaani sio kama amekutumia message ya utani kupitia Biblia. Kwamba unajua bana unaweza ukaomba hiki kitu nikajaribu kuona kama naweza nikafanya. Hamna. Mungu alichosema kuomba kwa imani maana yake ni kuomba ukiwa na uthibitisho binafsi ya kwamba hichi kilichoandikwa hapa kinatokea nikikichukulia hatua. Mambo ambayo ni kweli kwa hali halisi ni kama hauyaoni. Na inawezekana yamejirudia, yanaharibika, yanatokea,
yanajaribu kama kutokea yanaharibika, unatengeneza biashara inaharibika, unatengeneza shule inaharibika, unatengeneza kazi inaharibika. Lakini kuomba kwa imani maana yake unayahesabu, unaamua kukubali kwamba kile ambacho Mungu amekisema kwenye neno lake ni cha kweli. Kwa hiyo wewe unakichukulia hatua. Hiyo ndio imani. Kanuni ya mwisho kabisa ambayo leo tumejifunza inasema kupokea kwa wakati wa Bwana. Kila maombi tunayoyafanya katika maisha yetu ya imani, hitaji la kwanza la msingi ni kujihakikishia kwamba hatuna muda wetu wa kupata kile tunachokitaka. Inawezekana ni sawa kumwambia Mungu, siku ya leo nahitaji kupata chakula. Inawezekana ni vizuri pia kumwambia Mungu, labda saa 6 mchana nahitaji mtu aje hapa na gunia la mahindi. Inawezekana ikawa ni furaha yako kumweleza Mungu kitu kama hicho. Lakini nataka nikwambie, utekelezaji wa mambo unayoyasema katika maombi hauko katika muda wako. Na ukikosea ukayaweka matokeo ya maombi ndani ya muda wako, unaweza ukaiacha imani haraka sana. Kwa sababu sehemu kubwa ya mambo ambayo Mungu aliyafanya kwa muda wake. Kwa hiyo ukijaribu kubadilisha muda wa Mungu ukaweka muda wako, inawezekana ukamlaumu sana mchungaji kwa mambo anayokufundisha. Kwa sababu unaweza ukaanza kuhisi inawezekana Mungu sio wa kweli. Kwa nini? Kwa sababu wewe unataka mambo yatokee ndani ya muda wako ambao wewe ndio furaha yako yatokee. Unataka yatokee sasa hivi. Unataka yatokee ghafla. Kumbe hiyo ghafla ni ya Mungu. Katika kila kusudi kuna muda wa Mungu. Kwa hiyo kanuni ya 4 ambayo tunajifunza leo ni kwamba lazima katika kila maombi tunayoomba, akilini mwetu tujiandae haraka sana kuhakikisha kwamba yale tunayotaka kuyapokea hatuyapokei kwa wakati wetu. Moja ya mambo yaliyonisumbua kama kijana, na kijana yote mtakubaliana na mimi, tuna shauku ya kufanikiwa, ya kupata vitu haraka. Na ni shauku ya kawaida kwa sababu kila mwanadamu anahitaji kufanikiwa. Kwa hiyo kuna ile hali ya kawaida ya kutaka ushindi utokee. Na ni hali inayosumbua sana, especially ukiwa na watu wanakuzunguka wanakuuliza, vipi bwana, mbona tuone matokeo? Ni hali inayovuruga kwa sababu unaanza kuishi kama vile kuna matatizo na Mungu anayemuomba au namna gani. Kwa hiyo kuna tatizo la shauku yetu ya mafanikio na mahesabu ambayo Mungu ameyaweka ili muda utokee. Wakati Mungu anataka kumleta Yesu, hakumleta kwa sababu taifa la Israeli liko katika hali ya kutawaliwa na Warumi. Mungu alimleta Yesu kwa sababu wakati wake wa Yesu kuja ulikuwa umetimia. Kwani Yesu akufa pale pale na kufufuka na kutoa zile misumari. Kila jambo limewekwa katika wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo wakati tunaingia kwenye maombi, ningependa tujue wote kwamba leo tumejifunza kanuni 4 au tunayaita mambo 4 ambayo ni lazima tuyazingatie. Jambo la kwanza tumesema kitu gani? Kuomba katika mapenzi ya Mungu. Jambo la pili tumesema kitu gani? Kuomba kwa uendelevu au kuomba kwa bidii. Kuomba mpaka uone matokeo. Jambo la tatu tumesema kuomba kwa imani. Na jambo la 4 tumesema kuhusu kupokea kwa wakati wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kwamba kuna jambo tumejifunza na Mungu awabariki.